Yes, uhali gani mpenzi mtazamaji wa GoLive TV, na hii ni kwa mara nyingine tena. Kikubwa tu ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe na pia usiweze kusahau kutani on notification na mambo yatakwenda kuwa vyema kabisa. Leo tupo na issue ambayo inamhusu Ali Hassan Mwakinyo ambaye ni bondia katika nchi yetu ya Tanzania na amekuwa akituwakilisha sana katika mataifa mengine katika nchi yetu ya Tanzania. Mwakinyo ameweza kukumbana na sifa mbaya katika sehemu ambayo anaishi, katika mkoa ambao anaishi, mkoa wa Tanga. Wakina mama wameweza kuandamana na kusema kwamba hawamhitaji Mwakinyo. Kwa nini hawamhitaji na kipi ambacho kimejiri na kipi ambacho kinaendelea? Kikubwa tu ni kwamba usiweze kukaa mbali na kifaa chako, na vile vile usiweze kusahau kutani on notification, na vile pia usiweze kusahau kusubscribe ili mambo yaweze kupata kuwa poa kabisa. Mwakinyo ameweza kukumbana na zahama baada tu ya kuweza kupiga vijana takriban kama wawili watatu hivi katika mjengo wake, akidai kwamba ni wezi. Lakini wakina mama hawa ambao wameandamana wameonyesha kuwa na hasira sana na Mwakinyo, na pia vile vile wameweza kuomba kwamba Mwakinyo aondolewe katika mkoa wao wa Tanga, kwa sababu ameweza kuwa ni tishio kubwa sana kwa watoto wao ama kwa vijana ambao wanaishi nao. Na inasemekana kwamba kwa sasa nyumbani kwa Mwakinyo ni kama polini, kwamba kiasi kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kupita pale kwa kumuogopa Mwakinyo. Kuna mama mmoja ambaye ameweza kujulikana kwa jina ambalo hatutaweza kulitaja hapa, ameweza kusema kwamba Mwakinyo ameweza kumpiga kijana mmoja ambaye hana makosa, yeye akidai kwamba ni mwizi, akidai kwamba amemwibia chuma. Na mama huyo amethibitisha kwamba ni kijana ambaye hana sifa yoyote ile ya wizi, na sio muda mrefu alikuwa ametoka zake chuo na kuja nyumbani kwa ajili ya mapumziko ya hapa na pale. Lakini katika pita zake inasemekana kwamba alipita kwa Mwakinyo asubuhi, inavyodaiwa kwamba inavyosemekana kwamba ilikuwa ni mida ya saa 11, na yule kijana baada ya kuona nazi imeanguka chini katika mjengo wa Mwakinyo ndipo alipoifuata na kuweza kuiokota, na baadaye Mwakinyo na kuweza kutoka nje na kuweza kumuita mwizi na kuweza kumpa kichapo cha mbwa mwizi kama jinsi alivyodhania. Kikubwa tu ni mpenzi msikilizaji wa GoLive TV ni kwamba usiweze kusahau kutani on notification, na pia vile vile usiweze kusahau kusubscribe ili mambo yaweze kuwa poa kabisa. Na ni mambo ni mengi sana ambayo yameweza kujiri, na sakata hili ambalo limeendelea kumchafua Ali Hassan Mwakinyo. Pia Chief Godlove ameweza kuingilia kati kwa kusema kwamba Mwakinyo inawezekana akawa na maadui wengi sana, kwa kuwa yeye ni bondia. Basi kuwa na maadui ni kitu cha kawaida sana, kwa sababu inawezekana kuna wengine pia hawampendi, na ndio maana pia wanamtafutia vitu kama hivyo. Na pia vile ameweza kusema na kuongeza kwa kusema kwamba huyo kijana inawezekana ni kweli alikuwa ni mwizi, kwa sababu haiwezekani mtu unapita katika nyumba ya watu saa 11 asubuhi alafu unapita eti unasema unaokota nazi. Ni kitu ambacho akina ukweli wowote. Hayo ni maneno ya Chief Godlove, mpenzi mtazamaji wa GoLive TV, na sio maneno yangu mimi, na mnukuu tu kijana huyu tajiri Chief Godlove kwa jinsi alivyoweza kuongelea sakata hili la Mwakinyo. Ni kipi ambacho wewe mpenzi mtazamaji wa GoLive TV unakifikiria mpaka sasa? Je, huyu kijana ni kweli unahisi ni mwizi, ama huyu kijana unahisi alikuwa ni mpita njia, alikuwa na mambo yake mengine na sio kuwa katika swala la wizi? Na pia vile vile ripoti ambayo imeweza kuongelewa kwa Ali Hassan Mwakinyo kwamba sio kijana huyu tu ambaye ameweza kumpiga, na kuna kijana mwingine pia ameweza kupigwa kupitia yeye mwenyewe Mwakinyo, na pia akidai kwamba ni wizi. Kwa nini wote anaweka katika kesi ya za wizi? Na pia vile vile kitu ambacho mimi kinanishangaza ni kwamba Mwakinyo pale ni nyumbani anakoishi. Ina maana kwamba kweli hana
hana urafiki na majirani, pengine labda hana pengine labda majirani hawampendi, ama kazi yake pengine labda inamfanya asipende na majirani, ama kazi yake inamfanya aonekane mtu mbaya, ni kitu ambacho kimeleta sitafahamu mpaka sasa. Issue imekuwa ni kubwa sana, kubwa tena kupita kiasi. Kikubwa tu ni kwamba mpenzi msikilizaji wa Glove TV, niweze kukumbusha tena mara nyingine tena na tena, ni kwamba usiweze kusahau kusubscribe kabisa, kwa sababu ukiweza kusahau ukisubscribe utaweza kuwa mwanachama wetu moja kwa moja hapa Glove TV, na unaweza kuruhusiwa kucomment na kufanya jambo lolote lile ambalo unaweza kulihitaji. Pengine labda kuna ushauri ambao unaweza kautoa katika hii Go Live TV, na mambo yatakwenda kuwa poa kabisa. Wakina mama wameonekana wengi sana wakiwa wameandamana, wakiwa hawamtaki Mwakinyo, na kusema kwamba Mwakinyo ni mtu ambaye sio mzuri kwao, na pia vile vile wameweza kuomba ahamishwe pale, apelekwe sehemu nyingine, kwa sababu ameweza kuonyesha kitu ambacho sio kizuri kwa wanajamii, kwa kuweza kupiga watoto wa raia ambao anaishi nao pale, badala ya kuonekana yeye kama kioo cha jamii, basi amekuwa akionekana kama, naweza nikasema, giza la jamii, kwa sababu kioo cha jamii muda mwingi huwa ni kile ambacho kinawaka na kinaonyesha mambo ambayo ni mazuri na mtu apate kujifunza, lakini yeye kioo chake hakijaweza kufanya hivyo, na kioo chake ameweza kutumia katika mabavu yake, ameweza kutumia katika wananchi na sio kwenda kupambana ulingoni. Ni kitu ambacho kimeweza kushangaza sana jamii, na kitu ambacho kimeweza kuleta mchangao mkubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania, na ni kitu ambacho kinaweza, ama naweza nikasema kimeweza kumshusha heshima yake kubwa alionayo Hassan Mwakinyo, kuweza kushushwa na heshima hiyo kwa matukio ambayo ameweza kuyafanya haya mfululizo, kwa kuweza kupiga raia hawa wawili ambao ni vijana, kwa kuwaita kwamba ni wezi, lakini wananchi wao hawajaweza kudhibitisha kwamba, hawajaweza kuongea kwamba ni wezi, kwa sababu ni raia ambao wanaishi nao, kwa wanafahamu tabia zao zikoje na wanafahamu jinsi wanavyoishi nao. Kwa wanashangazwa na bondia huyu kuweza kuwaita kwamba hawa vijana ni wezi na wameweza kumibia chuma katika nyumba yake. Ni jambo ambalo kidogo limeweza kushtua jamii na kuweza kushangaza jamii, kwa vitu ambavyo vimeweza kutokea, kwa vitu ambavyo ameweza kuvisababisha yeye mwenyewe Ali Hassan Mwakinyo. Watu ni kwamba, mpenzi msikilizaji wa Glove TV, usiweze kusahau kusubscribe, na pia usiweze kusahau kushare, na pia kucomment hapo chini, like ziwe nyingi sana, mambo yatakuwa poa kabisa.